Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 19 hadi ya 23. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa ovu, mwili wako wote utakuwa giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Yesu kutufundisha juu ya nguvu ya sala, sasa anakuja kutoa maonyo kwa wanafunzi wake juu ya tamaa ya mali. Ukumbuke kwamba Yesu aliishi katika jamii ya watu. Aliyaona yote yaliyokuwa yanafanyika. Katika kipindi ambacho Yesu alikuwa anaishi, jamii ile ya Wayahudi, mtu yeyote yule ambaye alikuwa ana mali za kutosha, ya kwanza, mali yake ile alikuwa anawekeza kwenye mavazi. Anakuwa na mavazi mazuri, na kama ana kitu cha thamani anakificha kwenye vazi lake. Na kama anaficha kile kitu kwenye vazi lake, maana yake anasahau kwamba hilo vazi, hiyo suti, hilo vazi hata liweze kuwa zuri na namna gani, siku moja lazima lije lichakae. Yaani kuna kipindi kwenye hilo vazi, kwenye ule mfuko wa ndani, zile nyuzi zitakatika, na ile hazina mali yako ulikuwa umeweka itadondoka chini. Na hii imetokea mara nyingi sana. Wengine pia walikuwa wanawekeza mali zao, utajiri wao kwenye nyumba zao. Sasa katika mazingira haya ya ile nchi ya ambapo Yesu alikuwa anaishi, ni nchi ambayo ina miamba mingi sana. Kwa hiyo ujenzi wa nyumba zao hawakuwa wanachimba msingi, kwa sababu walikuwa hawana mashine. Nyumba zao zilikuwa hazina msingi imara. Kwa hiyo wakitambua kwamba katika nyumba hii kuna dhahabu, kuna mali, wezi walichokuwa nafanya, wanakuja kucheza kwenye msingi. Watabomoa ule msingi na wataingia, watakuja kuchukua kila kitu ambacho uko nacho. Sasa Yesu anapotamka maneno haya kwamba msijiwekee hazina duniani ambako kuna nondo, kuna kutu vinavyoharibu, ambapo wataharibu, ana maana gani katika safari ya maisha ya mwanadamu? Tuanze na neno la kwanza aliyozungumza juu ya hazina. Hazina ni wingi wa vitu vya thamani ambavyo vimewekwa sehemu, na kunakuwa kuna ulinzi mkubwa. Hivyo basi, katika hii mambo ya hazina, mwanadamu anaweza akaingia katika kishawishi cha kuweza kujilimbikizia wingi wa mali za hapa duniani kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Na baadaye sasa akajikuta mwanadamu ameingia katika kutafuta furaha. Yaani ukiviona zile mali, ukiviona vile vitu, unakuwa una furaha, ukasahau kwamba hizi ni furaha ambazo zipo hapa duniani, na hizi furaha huwezi ukaondoka nazo zikaenda mbinguni. Maonyo matatu anayoyatoa juu ya mwanadamu kupitia somo hili. Ya kwanza, Yesu anatuonya, anatoa onyo juu dhidi ya starehe ambazo zinachakaa. Kama nguo, kama mavazi yaliyo bora, kuna starehe ambazo mwanadamu amezishikilia. Starehe hizo huwa zinachakaa, mwisho wake zinachakaa. Kuna anasa za mwili ambaye
kadiri unavyozidi kufanya hizo anasa za mwili, mwili unachakaa, huwezi ukadumu katika starehe hiyo. Hilo ni onyo kwamba siku moja nondo wataharibu, na nondo wanaweza kuja kuharibu, wanaweza kuharibu afya ya ndani, wanaweza kuharibu kupitia mifumo ya ndani, afya ya ndani. Ile nguvu uliokuwa nayo inaanza kubomoa, unachakaa, uzuri wote unachakaa, nguvu zote zinachakaa, misuli yote inachakaa. Ndio maana utasikia mtu, mimi sikuwa hivi enzi zangu, unaanza kuchakaa. Kwa hiyo ukiweka starehe yako katika swala zima la mwili, utambue siku moja mwili utachakaa. Hilo onyo la kwanza. Na onyo la pili ni hili: starehe zote ambazo tunazifanya hapa duniani lazima zitapitia katika hali ya kumong'onyoka. Zipo raha fulani ambazo hupoteza mvuto. Zipo raha fulani ambazo kadiri mtu unavyozidi kukua unakuwa huna hamnazo tena. Ni kweli. Kuna mvuto wa kufanya starehe fulani katika kipindi cha ujana. Baadaye utasema kwamba zilipendwa, zimemong'onyoka. Kuna mvuto wa starehe katika hali ya utu uzima. Kadiri miaka inavyozidi kuongezeka, ndivyo unavyozidi kukua na kujiona kabisa kwamba nilikuwa nafanya kitoto. Paulo anasema nilivyokuwa mtoto nilikuwa naongea kitoto, sasa hivi naongea katika hali ya utu uzima. Kwa hiyo fanya ufanyalo, utambue kwamba kuna starehe fulani hivi lazima zitapita katika hali ya mmomonyoko. Vitaanza kudondoka tu, mmomonyoko unatokea tu, sura inamomonyoka, afya inamomonyoka, huna hamu tena kufanya mambo kama hayo. Hilo ni onyo katika swala zima la hazina za hapa duniani. Na la tatu na la mwisho katika maonyo ya Yesu, anatuonya kwamba utakapowekeza usisahau kwamba vitakuja kuibiwa. Wezi watakuja kuiba, lazima waje. Vitu vyote ambavyo tuko navyo katika swala zima la mwili vitakuja kuibiwa tu. Wezi watakuja, watabomoa, tena wataanza kwenye msingi. Maana yake nini? Kama furaha yangu au kama furaha yako uliweka katika pesa, na pesa zikija kuibiwa tu, huna furaha tena. Kama furaha yako ulikuwa umeweka katika vitu, katika ajali, katika magari, ajali kitokea tu, huna furaha tena. Ndio maana utasikia mtu nyumba yake imepata moto, alafu yeye huko anazimia, anakufa, anajinyonga. Nini? Aliwekeza katika swala zima la vitu vinaibiwa. Sasa kinyume chake cha hayo yote ambayo yametokea, vitu ambavyo vitaibiwa, vitamonyoka na vitu vingine, ndipo Yesu anatoa mwaliko kwamba wekeni hazina yenu mbinguni. Hazina ya mbinguni ni kinyume kabisa na mambo yote ya kidunia. Hazina ya mbinguni yenyewe inakuja pale ambapo mwanadamu anaanza sasa kutenda matendo mema. Furaha yake inakuwa ni kuwasaidia watu wengine, kuto kulimbikiza. Ninakuwa na furaha ya kuweza kuona wengine wakiwa wanafanikiwa. Ninakuwa na furaha ya kuweza kuona watu wengine wamepata. Na kupitia majitoleo yako ambayo unayatoa kila siku kwa watu wengine, majitoleo hayo, pesa yako hiyo, dhahabu yako unayotoa kwa ajili ya watu wengine, unatengeneza barabara yako ya kwenda mbinguni. Kwamba huko Yesu amesema hakuna nondo ambaye anaweza kafika. Hakuna panya ambaye anaweza kana kuiba akafanya uharibifu, au mdudu yote ile, au wezi huko mbinguni. Kwa hiyo lazima tuanze kufikiria habari za mbinguni. Habari za hazina za mbinguni ni tofauti kabisa na starehe za hapa duniani. Yaani kuto kuona furaha katika mambo ya kidunia, ninaanza kutafuta mambo ya mbinguni. Na anasema kule moyo wangu ulipo, moyo wako ulipo, ndipo na hazina yako itakapokuwapo. Anaonya, anasema kwamba hebu angalia juu ya taa ya mwili wako ambayo ni jicho. Jicho lako linaangalia mambo gani kila siku? Jicho lako liko katika mambo gani? Jicho lako lipo katika mambo ya kimungu? Asubuhi ukianza, jicho lako linatazama mambo gani? Jicho lako hilo ni safi? Linatazama mambo ambayo ni safi? Ukiona jicho lako linatazama mambo ambayo ni machafu, utambua kabisa kwamba umeweka hazina yako hapa duniani. Na hakuna mtu yeyote ile ambaye alishawahi kuondoka na vitu. Wote wanaviacha. Sulemani aliacha utajiri wote, aliwacha wanawake wote, akaacha mali zote, lakini alienda mbinguni akiwa mtupu. Hata wale waliozikwa na dhahabu, mafarao
katika nchi ya Misri, wote waliviacha, vimebakia hapa duniani. Huwezi ukaondoka na kitu. Hivyo basi mwili wako amesema kwamba ukiwa na mtizamo wa jicho zuri utakuwa na mwanga, ukiwa na mtizamo wa jicho baya mwili wako utaangamia. Mwenyezi Mungu atutie nguvu katika kuweza kutumia muda wetu vizuri katika mali za kidunia, tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.